Majina yangu naitwa Dr. Godlove Mfuko. Mimi ni mkurugenzi msaidizi wa huduma za upasuaji Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Ndugu waandishi wa habari, ninapenda kutumia nafasi hii adhimu kuwakaribisha hapa katika Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila ili muweze kupokea taarifa kuhusu upasuaji marejeo wa nyonga na magoti ambao umefanyika katika hospitali yetu ya Mloganzila kwa kushirikiana na wataalamu wabobezi wa upandikizaji wa nyonga na magoti ya viungo Professor Li Wei pamoja na Dr. An ambao wanatoka katika chuo kikuu cha Shandong Province kule nchini China. Wameshirikiana na wataalamu wetu wa hapa ndani kufanya hizi huduma za upasuaji wa nyonga na magoti za marejeo kwa mara ya kwanza hapa katika hospitali yetu. Kambi hii imefanyika kama nilivyosema hapo awali kuanzia tarehe 14 mpaka leo tarehe 17, ambayo imelenga kuendelea kuwajengea uwezo, capacity building, kwa wataalamu wetu wa hapa ndani, lakini pia imeshirikisha wataalamu kutoka hospitali mbalimbali za umma na binafsi hapa nchini. Najua kuna wataalamu kutoka hospitali ya CCBRT, Dr. Alute, kuna wataalamu kutoka hospitali ya Temeke, Lindi na hospitali nyingine. Kwa hiyo ni wataalamu wetu wa ndani, lakini pia kuna wenzetu ambao ni madaktari bingwa wa upasuaji wa mifupa ambao wamekuja kushirikiana na sisi. Hii ni mara ya kwanza kwa hospitali ya Mloganzila kufanya upasuaji huu wa marejeo wa nyonga na magoti, ambapo tumedhamiria huduma hizi ziwe endelevu ili kuhakikisha Watanzania wananufaika na uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali katika sekta ya afya. Awali upasuaji huu ulikuwa haufanyiki hapa nchini, na sababu zilikuwa nyingi. Ya kwanza ni ujuzi wa kufanya operation za marejeo ulikuwa haupo, lakini sababu nyingine ilikuwa ni upatikanaji wa hivi vifaa, na maanisha hizi nyonga bandia na magoti bandia hapatikani kirahisi. Kwa hiyo ili uweze kufanya huu upasuaji lazima uwe na vitu vyote, utaalamu kwa maana ya skills, lakini pia upatikanaji. Kwa hiyo sababu kubwa ni hizo mbili. Na labda tu niseme ni kwamba matibabu haya ni mwendelezo wa kutekeleza mkakati wa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama mnavyojua, rais wetu ana falsafa kwamba huduma za kibingwa bobezi ziwafikie wananchi kokote kule waliko. Sasa hizi huduma mwanzoni watu walikuwa wanasafiri nje ya nchi kwenda kupata hizi huduma, lakini sisi lengo letu, tuna roadmap, tuna mpango mkakati wa kuhakikisha au mwelekeo wa kuhakikisha kwamba pamoja na kwamba tuna wataalamu wametoka nchi ya nje kuja kutusaidia teknolojia na kutujengea uwezo wa wataalamu wetu, lakini lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba sisi tutakuwa tunazitoa hizi huduma hapa kwetu, na kutakuwa hakuna haja ya watu kupewa rufaa kwenda nje ya nchi.